والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu wapendwa watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, watu wa peponi, tukiendelea kutaja sifa za watu wa peponi ili tujipambe nazo na tuwe katika watakaokirimiwa kuingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna sifa ambazo kwamba zimefuatana mwanzo wa suratul Mu'minun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia wenye khushu' katika swala zao akatuambia walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifa ya pili ambayo kwamba imetajwa katika sura kama hii ya watu wa peponi ni wale ambao kwamba kwa mambo ya kipuuzi ni wenye kuyapa mgongo na kuyaepuka. Al-laghu ambayo kwamba imekuja katika aya kama hii, baadhi ya mufasirina wametuambia ni shirki, na baadhi wametuambia ni batili, na baadhi wametuambia ni maasi yote. Kwa hivyo inaingia ndani kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaingia ndani kufanya maasi yote yale katika kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale ambao kwamba wanajiepusha na shirki, wale ambao kwamba wanajiepusha na maasi, wale ambao kwamba wanajiepusha na kila sampuli ya mambo ambayo kwamba ni ya kipuuzi, wanaingia katika watu ambao kwamba wataingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na imekuja katika aya nyingine al-Haq Subhanahu wa Ta'ala kituambia wa idha marru bil-lagwi marru kirama, wakipita katika mambo ya kipuzi hawashughuliki nayo, wanaacha kando kabisa, wala hajihusishi. Leo tujiulize ndugu zangu, ni mangapi mambo ya kipuzi ambayo kwamba sisi tunajihusisha nayo na tunashiriki ndani yake? Sawa, ikiwa mambo yenyewe ni ya vitendo ama ni ya maneno, ni vikao vingapi na majlisi ngapi ambazo kwamba kunazungumzwa mambo ya kipuzi ndani na sisi tunahudhuria. Na mtu anaweza kusema mimi sisemi kitu, nasikiliza tu, lakini ni jambo la kipuzi ama si jambo la kipuzi? Fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Mwenyezi Mungu atuambia usikae na wao, watu ambao kwamba watakuwa wanazungumza mambo ya kipuzi. Hufai kukaa katika majlisi yao kabisa mpaka wabadilishe mazungumzo. Kwa hivyo upuzi wowote, sawa ni wa maneno ama ni wa vitendo, mu'min atakikana ajiepushe nao kabisa, ajieke mbali kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata ukisema wewe utajieka kando ama hutoshiriki ama hutojihusisha katika lile jambo, ikiwa wao wanasema mimi sitosema, ikiwa wao wanafanya mimi sitafanya, nakaa tu peke yake, lazima utakuja kuathirika. Kwa sababu wanatuambia maulama as-sahibu sahib, rafiki ni mwenye kuvuta, na vile vile wanatuambia al-akhlaqu sarraqa ama at-tab'u sarraq, tabia ni yenye kuiba sana. Kwa hivyo utasema mwanzo nitaka kimya, lakini kisha baadaye utakuja kujipata na wewe umeingia katika maneno hayo ya kipozi. Utasema mwanzo utakaa kando, hutofanya chochote, lakini utajikuta baadaye na wewe umeingia katika vitendo hivyo vya kipuzi. Kwa hivyo chochote kile ambacho kwamba unajua ni cha kipuzi, ambacho kwamba hakimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakimridhishi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, kiepuke, usijihusishe nacho hata kidogo, ili upate kuingia katika sifa hii, katika sifa za watu wa peponi, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, na wale ambao kwamba kutokamana na mambo ya kipuzi ni wenye kuyatenga ama kuweka kando na kutojishughulisha nayo. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kujihusisha na mambo ya khairi, mambo yenye manufaa, mambo yenye kumridhisha yeye, na tuepushe na mambo ya kipuzi, na aturuzuku sifa kama hii ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya sisi kuwa katika watu wa peponi, atuingize katika pepo ya juu kabisa al-Firdaus al-A'la pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambaye kwamba ndiye pepo ya pepo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.